Biblia inamuita shetani ibilisi ni muharibu tokea hapo mwanzo, na sio tu muharibu, ni muuaji. Ameibeba nguvu ya mauti. Kwa hiyo kile kilichokuwa kinaua katika Agano la Kale tokea mwanzo hakikuwa Mungu, alikuwa shetani ibilisi. Yesu Kristo alipokuja akafunua kilichokuwa kinaua Agano la Kale ni nini. Kwenye Yohana sura ya 10 mstari wa 10 akasema mwivi, akimaanisha shetani ibilisi, amesema haji ila aibe, achinje, auwe na kuharibu. Kwa hiyo assignment ya shetani ibilisi au kazi ya ufalme wa giza hapa chini ya jua ni kuiba, ni kuchinja, kuua na kufanyaje? Na kuharibu. Tunaona kwenye Kutoka sura ya 12 mstari wa 13, wakati wana wa Israeli wanaokolewa kule Misri wakiwa chini ya utumwa wa Farao, na wokovu wa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani ni picha au ni kivuli, ni mfano wa wokovu wa mwanadamu kupitia damu, agano la damu ya Yesu Kristo. Kutoka 12 mstari wa 13 anasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Wengi wakiishia kwenye mstari huu wanajua kwamba Mungu alihitaji damu, alikuwa na matumizi na ile damu za wanyama ili wasipigwe wale wazaliwa wa kwanza. Na wengi wanajua kwamba sio Mungu tu alihitaji ile damu, wanajua kwamba Mungu ndio aliyowapiga, yeye ndio alikuwa anawaharibu wale wazaliwa wa kwanza. Kutoka 12 mstari wa 23 anasema, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri. Bwana atapita ili afanyaje? Awapige hao wa Misri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Aliyekuwa anaharibu ni mwingine na Bwana Mungu ni mwingine. Bwana Mungu alisema atakapoiona ile damu, mfano wa agano la damu ya Yesu Kristo, utukufu wake utatanda maeneo ambayo damu ya wanyama imepakwa katika juu ya milango na kwenye miimo ya milango. Atakapoiona ile damu, utukufu wake utafanyaje? Lakini anasema kuna yule muharibu, hata ruhusu yule muharibu aweze kuwapiga, aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Kwa hiyo kilichokuwa kinawapiga na kuwaua wazaliwa wa kwanza kule Misri ni shetani ibilisi. Tutajuaje? Tutaona hapa mbele. Biblia inasema kwenye Yohana sura ya 1, Yohana 1 mstari wa 29, anasema kesho yake akamwona Yesu, Yohana Mbatizaji, anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana Mbatizaji alipomwona Yesu Kristo anakuja, kulingana na maelekezo ya Roho Mtakatifu aliyompa, alimuita Yesu Kristo mwana-kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, Mtume Paulo analiandikia kanisa la Korintho na anazungumza na mimi na wewe. Anasema, maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Yule kondoo, wale wanyama, ile damu ya Pasaka ambayo kwenye Kutoka sura 12 walipewa maelekezo wachinje, wapake kwenye miimo ya milango, ilikuwa ni fumbo la Yesu Kristo. Yesu Kristo, uhai aliotoa na kutoa kwa damu yake, agano la damu yake, amekuwa ni mwana-kondoo wa Pasaka, Yesu Kristo. Wakapewa maelekezo kwenye Kutoka sura ya 12 mstari wa 5 hadi 13, anasema hapo Mungu anaagiza Waisraeli wachinje mwana-kondoo wa Pasaka na kuweka damu yake katika miimo. Kwa yule mwana-kondoo wa Pasaka ambao Mungu aliwaagiza wana wa Israeli wakiwa Misri utumwani,
Utumwa ni ile hali ya kutokuwa na neema ya wokovu. Utumwa ni ile hali ya kutokuwa na ukombozi, ile hali ya kuwa possessed, kutawaliwa, kukandamizwa na giza. Ni ile hali ya kuendelea kuwa katika hali ya giza. Kwa hiyo kuokolewa kwa wana wa Israeli, kutolewa Misri, kupelekwa Kanaani. Kanaani ni sehemu ya pumziko, ni sehemu ya raha, ni sehemu ya umiliki. Walirejeshewa mamlaka yao ya utawala na umiliki, ikimaanisha kwamba wokovu ni kumhamisha mtu katika giza, katika hali ya utumwa, na kumweka huru, sehemu ya uhuru. Palipo na roho wa Kristo, roho wa Mungu, hapo pana nini? Pana uhuru. Andika Wakolosai sura ya kwanza, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13. Amesema tu kuhamishwa katika nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa Mungu wa pendo la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo walipohamishwa kule Misri kwenda Kanaani, ilikuwa ni picha ya wokovu unaotokana na nguvu ya agano la damu ya Yesu Kristo. Utasema nimejuaje? Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 na 15 anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Wana wa Israeli walipokuwa Misri walikuwa katika nguvu ya utumwa, nguvu ya utawala na utumwa. Walikuwa katika hali ya hofu, walitawaliwa na Wafarao na Wamisri. Ile damu ya mwana kondoo aliyopewa maelekezo ilikuwa ni kivuli, ikiwakilisha kama ni damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alivyokuja, amekuja kuondoa hiyo hofu, amekuja kuondoa huo utumwa. Anasema yeye mwenye nguvu ya mauti, shetani Ibilisi, yeye ndio mharibu ambao tunamuona kwenye Kutoka sura ya 12 mstari wa 23, kwamba Mungu atakapoona damu, Kutoka 12 mstari wa 13, atakuja kuwatamia utukufu wake ili amzuie, mstari wa 23, amzuie yule mwenye kuharibu, mwenye nguvu ya mauti, anaitwa shetani Ibilisi. Kwa hiyo muda wote ambao shetani Ibilisi akimwona mtu ambaye amepata neema ya wokovu, mtu ambaye amesamehewa dhambi zake, amefutiwa dhambi zake kwa agano la damu ya Yesu Kristo, mtu ambaye anakiri kazi ya msalaba, anakiri kazi kamilifu ya kidhabihu Yesu Kristo alifanya miaka 2000 iliyopita, mtu ambaye anakiri uhai na damu ya Yesu Kristo, shetani ambaye ni mharibu, siku zote akimwona huwa anakaa mbali, anapita mbali. Yeye ni mharibu, ana nguvu ya mauti, nguvu ya mapooza, nguvu ya uharibifu. Hawezi akamkaribia mtu ambaye amefunikwa kwa nguvu ya agano la damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema, andika Waebrania 12 mstari wa 24, anasema damu ya Yesu Kristo ni zaidi ya damu ya Habili. Damu ya Habili ilikuwa inanena revenge, malipizi, kisasi juu ya kaka yake Kaini, lakini damu ya Yesu Kristo inasema inanena mema. Kwa hiyo chochote ambacho kinachotolewa, iwe ni damu za wanadamu, damu za wanyama, damu za ndege, au zawadi yoyote ya fedha, vitu, inachotolewa kama chakula au pombe au kinywaji, kama sehemu ya kafara inayonena mabaya juu ya maisha yetu, katika uchawi, ulozi, ushirikina, uganga au matambiko, kwa mtu ambaye amefunikwa na agano la damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya Yesu Kristo itanena mema juu ya maisha yake na juu ya uzao wake na juu ya kanisa. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Biblia imesema kwenye Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11, amesema na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda yao. Ushindi wetu upo katika kazi ya kidhabihu Kristo Yesu aliyotoa kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo, na kwa neno la ushuhuda wao. Muda wote tunapolikabili jambo lote mbele, liwe la giza, liwe la uharibifu, liwe la mauti, tunapaswa kulikabili kwa sababu kuna damu ilimwagika, kuna uhai ulitolewa. Biblia imesema kwenye Matendo ya Mitume 20:28, andika
Mungu ametununua kwa damu yake mwenyewe. Mungu ametununua kwa damu yake mwenyewe. Yesu Kristo amekuwa ni mwombezi wetu kwa sababu kuna damu ambayo inatumiliki. Unaponunuliwa kwa fedha au kwa vitu vya thamani, yule aliyekununua ndiye anayekumiliki. Kwa tunamilikiwa na Mungu kwa sababu ametununua kwa damu yake nini? Mwenyewe. Damu ya Yesu Kristo. Hakuna mauti, hakuna maradhi, hakuna udhaifu, hakuna uharibifu, hakuna mapooza, hakuna kushindwa, hakuna kukataliwa, kwa sababu yupo anayetumiliki. Jina lake anaitwa nani? Yesu Kristo. Yeshua HaMashiach. Mpigie Bwana.